Yes, habari ya wakati huu, habari ya wewe ambao unanitazama na kuweza kufuatilia channel yetu ya Koni Online TV. Leo tena nimekuletea update kumuhusu makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, yaani Chadema. Sasa tukumbuke kabisa kwamba yako maswali mengi sana ambayo yanaulizwa katika vyombo mbalimbali na katika mitandao ya kijamii ya kwamba yuko wapi John Heche. Sasa mimi kwa tafiti zangu nimeweza kuchambua speeches za mheshimiwa John Heche ambaye ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na hizi clip ambazo nimekuwekea katika video hii ni zile clip tata ambazo zinaonesha kabisa kwa namna moja au nyingine zinaweza zikasababisha John Heche aweze kukamatwa. Nimekuwekea clip hapa takriban clip 6 ambazo hizo utajionea matamshi ya John Heche akiwa anayatamka, ukiachana na yale matamshi ya mwisho ambayo aliyatamka kule mjini Tarime wakati amezuiliwa kwenda katika msiba wa Raila Odinga. Tukumbuke kabisa kwamba John Heche aliweza kutamka maneno fulani hivi ambayo yalikuwa yanaashiria kama uvunjifu wa amani. Kuna neno moja alilitamka akasema ya kwamba kama mnataka kuniua semeni. Sasa tukumbuke kabisa kwamba mamlaka za nchi ya Tanzania hazipo kwa ajili ya kumuua mtu, zipo kwa ajili ya kumlinda mtu. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, achana tu na maneno hayo, kuna video zingine ambazo nimekuwekea hapa. Kwa hiyo naomba utulize jazba, usiwe na haraka, utaenda kuziona video hizo. Lakini kama ni mara yako ya kwanza, ningekusihi ubonyeze alama subscribe kisha utani on notification, na kwa kufanya hivyo utakuwa umejihakikishia kuwa mwanafamilia wa channel yetu ya Koni Online TV. Sasa tukumbuke kabisa kwamba yako maswali mengi sana ambayo yanaulizwa ya kwamba John Heche yuko wapi. Tukumbuke kabisa kwamba John Heche alikuwa akitembelea katika kesi ambayo inamkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, yaani Tundu Antipas Lissu. Na kesi hiyo ilipokuwa ikiendelea pale, basi yeye alipofika tu mahakamani asubuhi, mara moja polisi wakaweza kumpandisha kwenye gari na kuweza kuondoka naye. Sasa kaka yake anaweza kudai ya kwamba ameenda kuulizia vituo vyote vya polisi, wanaambiwa kwamba John Heche hayupo. Sasa hii limeleta swali, limeleta mganganyiko au debate kubwa sana katika mitandao ya kijamii ya kwamba yuko wapi John Heche. Sasa tukumbuke kabisa kwamba John Heche aliweza kuchukuliwa na kikosi cha askari. Sasa tuwezi tukawapangia kwamba askari wazungumze nini na wasizungumze nini. Tukumbuke wao ndio chombo cha kulinda raia na mali zao. Huenda wanafanya hivyo kwa sababu ya usalama zaidi wa John Heche, lakini kwa usalama zaidi hata wa wale ambao wanamtafuta John Heche. Kwa hiyo yote yanawezekana. Sasa sisi hatuwezi tukawa sana wasemaji kwa sababu sisi sio polisi na wala hatujasomea hayo mambo. Wapo watu ambao wamesomea mambo hayo ya usalama wa kulinda raia pamoja na mali zao. Sasa jukumu lao ni kuhakikisha kwamba sisi tunakuwa na subira, tunakuwa na uvumilivu ili kuweza kusubiria kile ambacho kitaweza kuzungumzwa kuhusu mheshimiwa John Heche na mahali ambapo yupo. Na kama ana mashtaka basi atafunguliwa, na kama yuko sehemu basi atakuwa yuko tu sehemu salama ambapo atakuwa anaendelea na afya na uhai wake kama kawaida. Kikubwa zaidi ya kwamba tusiache kuomba, tuendelee kuombea viongozi mbalimbali wa nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mpaka pale ambapo Mungu atatokea katika nchi hii ili kuhakikisha kwamba watu wote tunaishi katika nia moja, imani moja, baba mmoja ambaye ni Mungu aliyezifanya mbingu pamoja na nchi. Koni Online TV tunakuambia watch your dreams. Kama ni mara yako ya kwanza, ningekusihi ubonyeze alama subscribe. Jina langu naitwa Dr. Nila na Koni Online TV, na ngoja nikakuplay hizi video ambazo zitaenda kuonekana katika video hii hapa. Ni video fupi ambazo zinaashiria maneno fulani ambayo yanaweza yakawa yamesababisha John Heche kuweza kukamatwa na kuonekana ya kwamba kama ni mhalifu hivi, lakini kwa sababu sisi sio mahakama, sisi sio vyombo vyovyote vile, basi hii kazi tunaiachia mahakama, lakini pia tunaziachia mamlaka husika ziweze kudili na kumtafuta mheshimiwa John Heche. Hebu ziangalie video hizi hapa ambazo nimekuwekea hapa, alafu pia usiache kuniachia comment hapo kupitia Koni Online TV. Watch your dreams. Koni Online TV tunasema nyumba ya simulizi, watch your dreams, yani tazame ndoto yako kupitia Koni Online TV. Asante kwa kunisikiliza na nikutakie wakati mwema.